Wapendwa, Bwana asifiwe. Ninawakaribisha tena katika mfululizo wa masomo yetu ya wito wa Bwana. Na katika mfululizo huu wa masomo haya ya wito wa kumtii Mungu, sasa ni sehemu ya 4. Tulikuwa na sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya 3 na sasa ni sehemu ya 4. Ili upate mtiririko mzuri wa wazo, ninakusihi rejea toka sehemu ya kwanza, ya pili, ya 3 na hii ya 4. Kutakuwa na sehemu ya 5 na kutakuwa na sehemu ya 6. Kwa hiyo kuna kushikamana kwa masomo haya. Ninayekualika ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea, nikualike tuombe. Na tuombe. Baba mwema, mwingi wa rehema, umetupa fursa ya kujifunza, tunakushukuru. Tunakubali kuwa chini ya ukufunzi na uangalizi wa mawakala wa kimbingu. Neema yako yatosha kwa kila hitaji, kwa jina la Yesu, amina. Wito wa kumtii Mungu, sehemu ya 4. Katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 716, paragrafu ya 2. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 716, paragrafu ya 2, nabii anasema: wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Hebu tuonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii, na tutafute kuamsha roho ya Uprotestanti wa kweli. Nabii anasema wakati ambapo tunapaswa kuamka na walinzi kupaza sauti, kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu, the present truth, ukweli wa sasa. Na ukweli wa sasa ni ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa 3. Katika jumbe hizi za malaika wa 3 tunaelewa nini kilitokea 1844. Yesu yuko wapi na anafanya nini? Hukumu ya upelelezi ilianza lini? Inaendeleaje? Inafanyikaje? Na tutaelewa mashindano yaliyo mbele yetu. Tutaelewa mnyama ni nani, sanamu yake inaundwaje, alama ya mnyama ni kitu gani, na tutajiepusha kuipokea. Yote hayo katika msukumo wa kuelewa huo unabii katika uhusiano na patakatifu, ukiwa imeunganishwa na siku 2300, mchakato wa ukombozi, wa kuondoa dhambi, wa kushughulika na dhambi. Hayo yote ni ukweli wa sasa, na ukweli huu unapaswa kufahamika kwa watu kabla Yesu hajarudi mara ya pili, kwa sababu ndio ukweli unaoandaa watu kusimama wakati wa hukumu ya upelelezi na watu kuwa tayari kwa ajili ya uzima wa milele. Sasa nabii anasema wakati ambapo tunapaswa kuhubiri kwa nguvu, kwa haraka na kwa kasi ukweli wa sasa ni pale tutakapoona Waprotestanti wameungana na Warumi. Tunapaswa kuamka. Hapo ndipo watu wanatakiwa kufahamu shindano lililo mbele yao. Na ukweli ni kwamba Uprotestanti na Urumi umekwisha ungana. Na ndio maana tunashuhudia harakati za Marekani kutangaza sheria ya Jumapili zikiwa zimepamba moto. Na hata sasa jimbo la Utah limekwisha pitisha sheria ya Jumapili tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025. Hebu fikiria, wakati wa Constantine ilikuwa ni tarehe 7 mwezi wa 3 pia, na wakati huu ni tarehe 7 mwezi wa 3. Haijatokea kwa bahati mbaya. Lakini zingatia, Trump ametangazwa kwamba yeye ndiye Constantine wa sasa, kwa uelewa ya kwamba serikali yake inashughulika na mchakato ule wa Project 2025 ambao ndani yake kuna sheria ya Jumapili. Katika majimbo yasiyopungua 30 wako kwenye mchakato wa kutaka sheria ya Jumapili ipitishwe Marekani. Ni lini
itakuwa ni sheria ya Jumapili kitaifa, hatujui. Lakini itakapotangazwa, rehema itakuwa imekoma kwa Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo sasa tunapaswa tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu. Hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu, the present truth, ukweli wa sasa. Ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu ndio the pillars of our faith. Ndio inajumuisha imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Na katika ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu ndipo tunapata kufahamu mihimili ya imani yetu: Sabato patakatifu, Sabato patakatifu, nguzo za imani yetu. Ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu inaeleza vizuri hizi nguzo za imani yetu. Kwa hiyo katika masomo haya ya wito wa kumtii Mungu, na sasa ni sehemu ya 4, bado tunaangalia namna gani shetani ameutumia mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato ili kuondoa nguzo, kuziangusha nguzo za imani yetu, ili kuondoa ukweli wa sasa. Maana ukweli huu wa sasa ndio tishio kwa shetani. Na kwa sababu shetani ameuteka mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, saa ipo na saa inakuja, siku ipo na siku inakuja ambapo Mungu atauacha mfumo, atashika hatamu ya kazi mikononi mwake mwenyewe. Shetani aliushika mfumo wa kanisa madini ya Kiyahudi, wakashindwa kutekeleza kusudi la kuanzishwa kwa ule mfumo wa kutangaza mpango wa ukombozi. Yesu akaandaa watu wachache, akawapa mafunzo, akawajaza Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, yani mvua ya vuli, wakatangaza kazi, wakatangaza ujumbe, na mfumo ule ukageuka kuwa kikwazo cha ule ujumbe, wakawakamata, wakawaweka gerezani. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 5 kuanzia mstari wa 17 mpaka 29. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 19 na 20, tunaona malaika akiingia gerezani bila kufungua milango ya gereza, anawatoa, anawaambia nendeni hekaluni mkahubiri habari ya uzima huu. Tunaona hapo kazi imeshikwa na Mungu mwenyewe, sio tena mfumo. Historia itajirudia. Yaliyotokea ndio yatakayotokea, yaliyokuwako ndio yatakayokuwako. Hakuna jipya chini ya jua. Wakati gani mfumo utaachwa na Mungu atashika hatamu ya kazi yeye mwenyewe? Ni wakati wa kilio kikuu, baada ya sherehe Jumapili imetangaza Marekani na hatimaye dunia nzima. Kilio kikuu, wale aliowaandaa, aliowapa mafunzo kabla Jumapili hajatangazwa, katika sealing time, muda wa kuwekwa muhuri, walipovuka hicho kipindi na hawakuchekechwa, saa hiyo watajazwa mvua ya masika, na ndipo Mungu atauacha mfumo, atasimamia kazi yeye mwenyewe. Na nitaka kujua kwamba Mungu atauacha mfumo ama hatauacha, kutaka kujua kwamba mfumo umeasi ama hujaasi, ni kuangalia ushahidi wa roho ya unabii. Je, kuna mahali popote katika roho ya unabii imeandikwa ya kwamba Mungu atauacha mfumo? Kama kuna ushahidi huo imeandikwa kwamba Mungu atauacha mfumo, maana yake mfumo umeasi. Lakini kama ushahidi huo haupo, maana yake mfumo hujaasi. Kwa sababu kama mfumo hujaasi, unatekeleza lile kusudi. Kwa nini Mungu auache mfumo ashike kazi yeye mwenyewe? Na wako wengine wanaoamini ya kwamba mfumo huu wa kanisa la Waadventista wa Sabato ndio utamaliza kazi. Kwa hiyo wanaangalia maeneo ambayo Ukristo hujafika, wanasema Yesu kuja bado sana, mpaka China yote yampokee Yesu, mpaka Uarabuni kote wampokee Yesu, mpaka wapi wampokee Yesu. Wanashindwa kuelewa ya kwamba mfumo huu hautamaliza kazi. Mungu atashika kazi yake mwenyewe ambayo imeshindwa kufanywa na mfumo.
ndipo sasa watu wachache waliojazwa Roho Mtakatifu wanahubiri kilio kikuu, ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu. Inaitwa kilio kikuu, the loud cry. Na yule malaika wa Ufunuo 18 anaungana na malaika wa tatu kuhubiri kilio kikuu. Na kipindi hiki matakataka na mafundisho yote ya kanisa la Rumi yataelezwa waziwazi bila kificho. Sio kama sasa tunavyoogopa kuwachukiza watu, kuogopa mamlaka. Sio kwa wakati huo. Sasa tuangalie ushahidi wa roho ya unabii. Ni kweli nabii amesema kwamba Mungu atauacha mfumo? Matukio ya siku za mwisho, Ufunuo Publishing House, toleo la 2015, ukurasa wa 171. Nabii anasema, hebu niwaambie kuwa Bwana ataimaliza kazi yake mnamo siku za mwisho kwa namna ambayo iko nje mno ya utaratibu wa kawaida wa mambo, na katika njia ambayo itakuwa kinyume na mpango wowote wa kibinadamu. Kwa hiyo tunaona nabii akisema wakati wa mwisho Mungu ataishika kazi yeye mwenyewe na ataifanya kwa utaratibu kwa namna ambayo iko nje mno ya utaratibu wa kawaida wa mambo, katika njia ambayo itakuwa kinyume na mpango wowote wa kibinadamu. Kwa hiyo hatatumia mfumo. Kwa hiyo unapoona nje mno ya utaratibu wa kawaida wa mambo, maana yake sivyo mfumo tulivyozoea unaratibu kazi. Unajua makao makuu ya kanisa ulimwenguni ndio makao makuu ya kupanga kazi ya utume. Lakini saa inakuja ambapo makao makuu haitabaki tena kupanga kazi ya utume. Kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Mfumo hata utumia, japo mfumo utaendelea kuwepo. Sikia nukuu hii. Ukurasa 176, matukio ya siku za mwisho, Ufunuo Publishing House 2015. Nabii anasema, kutakuwa na udhihirisho wa ajabu wa uwezo wa Mungu katika makanisa ya Waadventista wa Sabato, lakini hautatenda kazi juu ya wale ambao hawajajishusha mbele za Bwana na kufungua mlango wa moyo kwa ungamo na toba. Katika udhihirisho wa uwezo huu huangaza dunia nzima kwa utukufu wa Mungu. Wataona kitu fulani ambacho kwa upofu wao wanafikiri kuwa ni cha hatari, kitu fulani ambacho kitaamsha hofu yao, nao watajiimarisha ili kupingana nacho, kwa sababu Bwana hatendi kazi kulingana na dhana zao na matazamio yao. Wataipinga kazi hiyo. Kwa nini? Wanasema, tusimjue Roho wa Mungu wakati tumekuwa kazini kwa miaka mingi kiasi hiki. Kwa hapa tunaona historia inajirudia. Wakati ule wa Wayahudi, Yesu alipokuwa amewapa mafunzo wale wachache na akawajaza Roho Mtakatifu, wakaanza kuhubiri na kutekeleza kile ambacho mfumo wa Kiyahudi ulishindwa kukitekeleza ukiwa umetekwa na Shetani, na akawa wamewacha huo mfumo. Wale walio ndani ya mfumo wakaona hawa watu ni tishio, wanaleta kitu ambacho kinatishia imani yao. Kwa hiyo wakapingana na ile kazi na wakawatia gerezani na wakawapa kashikashi nyingi na kuwasumbua na kuwasukasuka. Na ndivyo itakavyokuwa katika mfumo wakati ameuacha, wakati wa kilio kikuu, wajumbe wanapotangaza Injili bila kupepesa macho, bila kuumauma maneno, kueleza ukweli wote waziwazi, ujumbe malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Mfumo utashtuka na kuingiwa na hofu. Waliopo ndani ya mfumo, kumbuka, utaendelea kuwepo, wataanza kushindana na hicho. Kwa historia itajirudia. Kwa hiyo tunapata ushahidi ya kwamba Mungu atauacha mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Katika manuscript release gombo la 15 ukurasa wa 312 imenukuliwa katika matukio ya siku za mwisho, Ufunuo Publishing House, toleo la 2015, ukurasa 171 na 172. Nabii anasema, atainua wanaume na wanawake kutoka miongoni mwa watu wa kawaida ili kuifanya kazi yake, kama wakati ule wa zamani alipowaita wavuvi kuwa wanafunzi wake. Atainua watu wa kawaida kama zamani
alipowainua wavuvi kuwa wanafunzi wake kama zamani. Hivi karibuni kutakuwa na uamsho ambao utawashangaza wengi. Wale wasiotambua umuhimu wa kile ambacho hakina budi kufanywa watapitwa na kuachwa. Wale wasiotambua umuhimu wa kile kinachopaswa kufanywa ni wale wasiotambua ya kwamba sasa ni wakati wa kuamka na kupaza sauti na kueleza, kufundisha, kuhubiri ujumbe wa sasa. Wale wasioelewa kinachopaswa kufanywa sasa watapitwa na kuachwa. Wanaopinga ukweli wa sasa watapitwa na kuachwa. Kwa hiyo kuna watu wanaandaliwa, sifa yao wanamtafuta Yesu, wanamfuata Yesu kila endako, wanatubu na kuungama kila dhambi, wanaomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu, wanasimama na ukweli bila kuyumbishwa. Katika the sealing time, katika kipindi hiki cha kutiwa muhuri, cha kuwekwa muhuri, kwa maandalizi ya mvua ya masika na kutiwa ule muhuri kule mbeleni baada ya sheria ya Jumapili, hao watatambulika na Mungu, wakati wengine wanaachwa. Sasa hicho ndicho kipindi ambacho mfumo wakati ule baada ya sheria ya Jumapili utakapokuwa umeachwa. Kwa hiyo atainua wanaume na wanawake, na kazi ataifanya akiwatumia watu aliowateua yeye mwenyewe. Sio tena kazi kushikwa na mfumo. Kwa hiyo hata wale wanaosisitiza ya kwamba kwa sababu mfumo umeasi, na mimi ninakiri na kubali ya kwamba mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato umeasi, lakini hatuna nuru ya kwamba sasa tujitenge na mfumo. Tuache kuunda vikundi, kutengeneza mifumo mingine. Hatuna huo muda tulionao ni mchache sana wa kufanya mambo ya msingi. Mungu hakutupa nuru hiyo. Rudini tena mkajifunze unabii, mkasome tena roho ya unabii, fuatilieni hata haya masomo. Kuna kitu ambacho Mungu anakieleza kitakusaidia hakika. Kwa hiyo mfumo huu utaachwa na Mungu atashika kazi yeye mwenyewe. Sasa katika somo lililopita la wito wa kumtii Mungu sehemu ya 3, tulisoma hii nukuu, Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 4, ukurasa wa 210, paragrafu ya 4. Tulisoma hivi: moyo mkuu wa kazi uko Battle Creek. Kwa wakati ule ndio ilikuwa makao makuu ya kanisa. Na kama moyo wa mwanadamu unavyotupa mkondo wake wa damu katika sehemu zote za mwili, ndivyo usimamizi wa mahali hapa, makao makuu ya kanisa letu, huathiri mwili mzima wa waumini. Ikiwa moyo wa mwili una afya, damu ambayo hutumwa kutoka kwake kupitia mfumo pia inakuwa ni yenye afya. Lakini ikiwa chemchemi hii imechafuka, kiumbe kizima kinaugua kwa sumu ya maji muhimu. Kwa hivyo ndivyo ilivyo na sisi. Ikiwa moyo wa kazi unakuwa mbovu, yani ikiwa makao makuu pameharibika, kanisa lote katika matawi na maslahi yake mbalimbali yaliyotawanyika nje ya nchi juu ya uso wa dunia linateseka kwa matokeo. Kwa sababu shetani anatafuta kuwachepusha viongozi makao makuu, ndipo afanikiwe kuchepusha mfumo mzima wa kanisa. Shetani anatenda kazi kupitia makao makuu. Kwa hiyo tuondoe zile dhana ya kwamba mfumo huu hauwezi kuingiliwa na shetani. Sio kweli. Sio kweli, itakuwa ni kujidanganya. Hebu jiulize hivi: mbinguni mahali patakatifu, dhambi iliingiaje? Shetani alifanikiwaje kumdanganya Hawa, watu ambao hawakujua dhambi? Shetani alifanikiwaje kuupora mfumo wa Kiyahudi? Je, atashindwa kuupora mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato? Tusijidanganye. Kwa mujibu wa roho ya unabii, shetani anashika akili za viongozi na anachepusha viongozi. Kwa njia hiyo anachepusha mfumo mzima. Sikiliza nukuu hii. Nabii aliyasema mambo haya. Ni Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 4, ukurasa wa 210, ni paragrafu ya 5.
Tumetoka kuisoma paragrafu ya 4, sasa ni paragrafu ya 5. Sikia nabii anachosema. Shuhuda kwa kanisa, gombo la 4, ukurasa wa 210, paragrafu ya 5. Kazi kuu ya shetani iko katika makao makuu ya imani yetu. Kazi kuu ya shetani iko wapi? Makao makuu ya imani yetu. General Conference ndio kazi kuu ya shetani. Huku kwingine anashughulika, lakini kazi kuu ya shetani, nguvu zote amezielekeza General Conference. Ndio kazi kuu ya shetani ilipo. Silaha zake zote ameelekeza hapo. Kazi kuu ya shetani iko katika makao makuu ya imani yetu. Yeye husababisha uchungu kwa kuwarubuni watu walio katika nyadhifa za uwajibikaji na kuwashawishi wasiwe waaminifu kwa amana zao kadhaa. Kwa kuwarubuni walio kwenye nyadhifa, makao makuu ya kanisa, na kwa kuwashawishi wasio waaminifu kwa amana zao kadhaa. Katika amana ambazo General Conference inazisimamia ni utume, kwani amana kubwa, maana ndio uwepo wa kanisa. Utume, mission. Hakuna mission kama hakuna ujumbe. Kwa hiyo hakuna message, hakuna mission. Kwa hiyo amana kuu inayosimamiwa na General Conference, our mission. Na mission inahitaji message. Message yetu ni nini? Ujumbe wetu ni nini? Ni ukweli wa sasa. Ujumbe malaika wa kwanza, malaika wa pili, malaika wa tatu. Our pillars of our faith. Kwa hiyo ndio amana kubwa. Zipo na zingine, maana ametaja kadhaa. Hiyo ndio amana kubwa. Kwa shetani anafanya kazi. The chief work of the devil is at the General Conference of our faith. At the headquarters of our faith. Katika makao makuu ya imani yetu. Pale ndipo kazi kuu ya shetani. Anafanya nini? Anawarubuni walio kwenye nyadhifa za uongozi. Anawashawishi wasio waaminifu kwa amana zao kadhaa. Moja ya amana ni ukweli wa sasa, ujumbe. Sikiza nabii anaendelea kusema. Anaingiza mashaka na wivu wake katika akili za wale ambao biashara yao ni kufanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Wakati Mungu anawajaribu na kuwathibitisha wasaidizi hao na kuwafanya wafae kwa nyadhifa zao, shetani anafanya kila awezalo kuwadanganya na kuwashawishi. Ili sio tu waangamizwe wenyewe, bali waweze kuwashawishi wengine kufanya makosa na kuumiza kazi kuu. Shetani anashughulika wakati Mungu anawatengeneza wafai kwenye nyadhifa. Shetani anashughulika kwa nguvu zake zote kuwadanganya wenye nyadhifa makao makuu ya kanisa na kuwashawishi. Sio tu lengo lake waangamizwe wenyewe, waangamize wengine kwa njia ya kufanya makosa na kuumiza kazi kuu. Kazi kuu ni nini? Utume, mission. Mission haipo kama hakuna message. Kwa shetani akapora message. Kwa kupora message, kanisa linapeleka utume bila message. Hicho ndicho shetani anachokifanya. Kuumiza kazi kuu ndio lengo lake. Nabii anaendelea kusema, anatafuta kwa njia zote katika uwezo wake kutikisa ujasiri wa watu wa Mungu kwa sauti ya onyo na karipio ambayo kwayo Mungu anapanga kusafisha kanisa na kufanikisha kusudi lake. Anatafuta kwa njia zote kwa uwezo wake kutikisa ujasiri wa watu wa Mungu. Ili atekeleze ile kusudi, anatikisa ujasiri wa watu wa Mungu katika sauti ya onyo na karipio. Na anaposema sauti ya onyo na karipio, ukitafuta muktadha wake hapa, anazungumzia testimonies, ushuhuda, roho ya unabii. Kwa hiyo ili afanikiwe, alishughulika na viongozi wetu makao makuu kwa kuwafanya wapuuze nuru iliyofunuliwa kwao, kama alivyofanya kwa viongozi wa Wayahudi. Historia ikajirudia, akafanya hivyo kwa viongozi wa kanisa letu makao makuu. Waondoe ujasiri wao kwenye testimonies, sauti ya onyo na karipio, kwa kuacha maonyo ya roho ya unabii. Matokeo yake
kanisa letu, mfumo wa kanisa umeasi kwa kuuacha ukweli wa sasa. Kwa hiyo tuendelee kidogo. Sikia hii katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 4, ukurasa wa 211, paragrafu ya kwanza. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 4, ukurasa wa 211, paragrafu ya kwanza. Nabii anasema, ni mpango wa shetani kudhoofisha imani ya watu wa Mungu katika ushuhuda. Kisha yanafuata mashaka kuhusiana na vipengele muhimu vya imani yetu, nguzo za msimamo wetu, pillars of our faith. Sabato patakatifu. Sabato na patakatifu unavipata ndani ya ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Kwa ili shetani afanikiwe, pale General Conference alihakikisha kwamba anawaondoa viongozi wetu kwenye kutegemea ushuhuda, roho ya unabii. Kumbe Mungu alitupatia roho ya unabii kama ulinzi. Kama ulinzi. Na shetani alijua kabisa wakishikilia roho ya unabii hawa watajua madanganyo yake. Maana nabii hakuacha kitu, aliandika yote. Kama wangekuwa makini kwa kusoma roho ya unabii, wasingeanguka. Wasingeliingiza kanisa kwenye uasi mkubwa namna hii wa kuumiza kazi kuu, kwa kumruhusu shetani kupora our message, ukweli wa sasa. Kisha yanafuata mashaka kuhusiana na vipengele muhimu vya imani yetu, nguzo za msimamo wetu, kisha shaka kuhusu maandiko matakatifu, na kisha safari ya kushuka kuelekea upotevu. Wakati ushuhuda ambao hapo awali uliaminiwa unatiliwa shaka na kuachwa, shetani anajua wale waliodanganywa hawatakomea katika hili, na anaongeza juhudi zake maradufu hadi atakapowaingiza katika uasi wa wazi ambao hauwezi kuponywa na kuishia kwa uharibifu. Na kusema kweli, shetani alifanikiwa kuwaingiza viongozi wetu General Conference katika uasi wa wazi. Uasi wa wazi. Na nitakwambia uasi wa wazi wa namna gani. Katika Selected Messages, gombo la 3, ukurasa wa 30, paragrafu ya 3. Sikia nabii anachosema. Roho Mtakatifu ni mwandishi wa maandiko na roho ya unabii. Hizi hazipaswi kupotoshwa na kugeuzwa kumaanisha kile ambacho mwanadamu anaweza kutaka kimaanishe. Kutekeleza mawazo na hisia za wanadamu, kutekeleza mipango ya mwanadamu katika hatari zote. Mwandishi wa roho ya unabii ni nani? Roho Mtakatifu. Biblia mwandishi wake ni nani? Roho Mtakatifu. Nabii Ellen G. White, nabii wa kweli wa Mwenyezi Mungu? Ndio. Alivuviwa? Ndio. Alivuviwa na nani? Roho Mtakatifu. Alifunuliwa na nani? Roho Mtakatifu. Uvuvio wake unafanana na uvuvio waliovuviwa mitume na manabii kama wakina Paulo, wakina Yohana, wakina Petro, Yeremia, Musa, Ezekiel na wengineo. Uvuvio ni ule ule. Kwa mwandishi wa roho ya unabii ni huyo huyo, mwandishi wa Biblia ni huyo huyo. Kwa sababu roho ya unabii imefunua mipango mingi ya kuiharibu kazi ya Mungu duniani kupitia makao makuu ya kanisa. Shetani alihakikisha kwamba amewachepusha kutoka kuitumania roho ya unabii. Na unajua, hata sasa kuna spidi kubwa sana ya Waadventista wa Sabato kutoamini roho ya unabii. Mpaka wanatheolojia, mpaka wachungaji na wengine ni viongozi wa kanisa hawaamini juu ya roho ya unabii. Na ndicho shetani anachokitaka. Kama tungekuwa tunaamini roho ya unabii, tusingekuwa tunafanya makosa tunayoyafanya. Tusingekuwa tunapiga kampeni na kutafuta vyeo na madaraka. Tunaingiza watu kwenye uongozi wasiofaa, wasio na sifa, kwa sababu tu amenipigia kampeni, nalipa fadhila, kwa sababu tu ni chawa wangu, ni mnyenyekevu kwangu, ninamtunuku nafasi ya uongozi. Kama tungekuwa tunasoma roho ya unabii, tusingekuwa tunayafanya hayo. Tunaendeleza uasi. Matukio ya siku za mwisho, Ufunuo Publishing House 2015, ukurasa wake ni 150. Nabii anasema, wengi watadhihirisha kuwa hawako pamoja na Kristo, kwamba hawajaufia ulimwengu ili waweze kuishi naye, na uasi wa watu waliobeba nyadhifa za uongozi utatokea mara kwa mara. Uasi waliobeba nyadhifa za uongozi utatokea mara kwa mara.
Ilikuwa mwaka 1985, miaka 40 iliyopita. Makao makuu ya kanisa letu General Conference yalijiunga rasmi na Umoja wa Mataifa. Huu ulikuwa ni uasi wa wazi, na hiki kitendo kilikuwa ni kuumiza kazi kuu, na tulimpa nafasi shetani ya kupora our message na kuhakikisha tunaondoa pillars of our faith. Hapo ndipo tulipofanya kosa kubwa. Kwa nabii aliposema wengi watadhihirisha kuwa hawako pamoja na Kristo, kwamba hawajaufia ulimwengu ili waweze kuishi naye, na uasi wa watu waliobeba nyadhifa za uongozi utatokea mara kwa mara. Hili linathibitisha. Sikiliza. Nenda kalitafute mtandaoni, nenda Google tu kasearch, andika Adventist Review June 6, 1985. Gazeti la Adventist Review la Juni 6 mwaka 1985 yameandikwa haya. Nimeyatoa kwenye gazeti hilo, nyaraka rasmi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Acha nisisome kwa Kiingereza, ngoja nisome kwa tafsiri ya Kiswahili. Gazeti la Adventist Review lililotoka Juni 6, 1985 linasomeka hivi: mnamo Mei 10, Umoja wa Mataifa uliitambua Conference Kuu ya Waadventista wa Sabato kama shirika lisilo la kiserikali NGO lenye hadhi ya mashauriano na kitengo cha kiuchumi na kijamii cha Umoja wa Mataifa ECOSOC, yani Economic and Social Council. Kwa njia ile ile ambayo kitengo cha usalama cha Umoja wa Mataifa kinashughulikia masuala ya vita na amani, ECOSOC, yani Economic and Social Council, inashughulikia masuala ya kijamii, kiuchumi, kibinadamu na kitamaduni ulimwenguni, pamoja na haki za binadamu na uhuru wa kidini. Conference Kuu sasa ina haki ya kuwakilishwa katika mikutano yote ya ECOSOC, yani Economic and Social Council ya Umoja wa Mataifa huko New York, na mikutano ya Tume ya Haki za Binadamu huko Geneva, Uswisi. Hadhi ya NGO inajumuisha haki ya kuzungumza na kuwasilisha taarifa za maandishi kuhusu masuala muhimu kwa kanisa. Neville Matthews, mkurugenzi msaidizi wa Conference Kuu wa masuala ya umma na idara ya uhuru wa dini, ndiye kiungo kati ya Conference Kuu na Umoja wa Mataifa. Katika mkutano wa hivi karibuni ECOSOC, yani Economic and Social Council ya Umoja wa Mataifa, ambao ulichunguza ombi la hadhi ya NGO la Conference Kuu, G. Ralph Thompson, katibu wa Conference Kuu, na B.B. Beach, mkurugenzi wa idara ya masuala ya umma na uhuru wa kidini, waliliwakilisha kanisa la Waadventista wa Sabato wakizungumza na kujibu maswali. Tunaamini hadhi mpya ya NGO itasaidia kanisa la Waadventista wa Sabato kuanzisha uwepo katika jukwaa lingine na hivyo kuimarisha ufikiaji wake mzuri wa Kikristo. B.B. Beach ndiye anayesema hayo. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo mwaka 1985 Conference Kuu ya kanisa la Waadventista wa Sabato, kanisa letu pendwa, ilituma maombi UN kuomba wanachama kupitia organ ya Economic and Social Council. Kuna organi 6 za Umoja wa Mataifa. Kuna General Assembly, kuna Security Council, Economic and Social Council, kuna Trustship Council, alafu kuna International Court of Justice, alafu kuna UN Secretariat. Sasa katika hizo 6, General Conference inakuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa kupitia organi hii ya Economic and Social Council.
Kwa hiyo mwaka 1985 kanisa liliomba, na wakati tunajadiliwa, katibu mkuu wa GC kwa wakati ule na mkurugenzi wa idara ya masuala ya umma na uhuru wa kidini waliliwakilisha kanisa kwenye mkutano wa ECOSOC kujibu maswali na kujieleza, na hatimaye tukaruhusiwa kuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Sasa basi, nini matokeo ya kujiunga na UN? Kama vile B.B. Beach, mkurugenzi wa masuala idara ya mambo ya umma na uhuru wa kidini kwa wakati ule mwaka 1985 wa General Conference, alisema kwamba kujiunga na Umoja wa Mataifa kupitia ECOSOC kungeboresha utendaji kazi wa kanisa na kufika maeneo mengi. Je, hilo lilifanikiwa? Matokeo ya kujiunga na UN yamekuwa ni mabaya. Tangu tujiunge na Umoja wa Mataifa, tumeshindwa kuwa na nguvu ya kutekeleza ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kwa sababu katika kitengo cha Economic and Social Council, hiyo organ, ndani yake inazungumzia masuala ya uhuru wa kidini. Kwa Umoja wa Mataifa unaeleza na kutetea uhuru wa kidini katika mtazamo ya kwamba tuishi kwa pamoja, dini na madhehebu yote, tukae kwa amani, kila mmoja akiheshimu imani ya mwenzake, tusizue migogoro ama kuanzisha chuki kwa kugusa vipengele vya imani ya watu wengine. Hiyo ndio dhana ya uhuru wa kidini wa Umoja wa Mataifa. Sasa basi, hakuna namna ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu utauhubiri bila kuitwa ya kwamba wewe ni mchokonozi, wewe ni mzushi, wewe unaleta chuki na unakosoa imani za watu wengine. Hakuna namna. Sasa kwa sababu kanisa letu limejiunga na Umoja wa Mataifa na linashiriki kwenye hivyo vikao na hizo semina na maelekezo mengi, na tumejiunga tu kwa vingi mpaka kupitia hata ADRA kama humanitarian agent ya kanisa na kwenye ECOSOC pia inashughulikia na masuala ya humanitarian. Kwa hiyo kanisa limejishikamanisha na Umoja wa Mataifa, na kupitia uhuru wa kidini kanisa limejifungamanisha na Umoja wa Mataifa. Ndio maana idara ya uhuru wa kidini ya GC inasisitiza ya kwamba tumuhubiri Yesu. Yesu ndiye Injili, hamna haja ya kuhubiri ujumbe wa malaika watatu, tumuhubiri Yesu. Hata hivyo wanasisitiza kwamba kanisa la Rumi lilibadilika tangu mwaka 1965, sio lile, limebadilika kabisa. Kwa hiyo tusifikiri kwamba Wakatoliki ni wale waliofanya mateso na nini. Hao ndio viongozi wanaotuambia hayo. Tukipima maelezo yao yanatofautiana na mafunuo ya Mungu, yanapingana na mafunuo ya Mungu. Kwa hiyo tangu tumejiunga na UN ndipo tumeporomoka zaidi katika kuhubiri ujumbe wa malaika yule watatu. Hapo kanisa la Mungu, mfumo wa kanisa ukafikia viwango vya juu vya uasi. Kwa hiyo mfumo hauwezi tena kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Na kwa sababu mfumo unatoka juu kushuka chini, mpaka huku chini unaona kuugua, kwa sababu moyo kule juu ukiwa mgonjwa, taasisi zote zinaugua, viungo vyote vya mwili wa waumini unaugua. Ndivyo nabii anavyotuambia katika Shuhuda kwa kanisa Gombo la 4. Ukisoma ukurasa wa 210 paragrafu ya 4 na ya 5, ameeleza wazi hayo. Kazi ya shetani, kazi kuu ya shetani ni makao makuu ya kanisa letu, na tumeshasoma hizo nukuu. Kwa hiyo utakuta msisitizo sasa, mpaka wakati fulani mnatengenezewa na masomo, tunatengenezewa masomo ya kufundisha, ya kuhubiri kwenye mikutano ya hadhara, na msisitizo ya kwamba tumhubiri Yesu, tumhubiri Yesu, tumhubiri Yesu. Huu sio ujumbe wetu wa kumhubiri Yesu, kwa sababu Yesu, tunamhubiri Yesu kupitia ujumbe wa malaika watatu. Ndio gospel, ndio injili ya milele. Ndivyo roho ya unabii inavyotuambia.
iko centered hapo kwenye ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Hiyo ndio the present truth, huo ndio ukweli wa sasa. Hapo ndipo tunapata pillars of our faith, na huo ndio ujumbe unaotakiwa ufundishwe ndani na uende nje. Kwa sababu tumeshikamana na Umoja wa Mataifa, sasa tunaanza kuogopa mamlaka, tunatimiza matakwa ya Umoja wa Mataifa. Sijajua kwa nini mpaka viongozi wetu wakafikia hatua hiyo. Sijui kama hawakujua ya kwamba Umoja wa Mataifa ni mamlaka inayotumiwa na adui kuhakikisha mipango yake inatekelezeka duniani. Hawakujua kwamba kitendo hicho ni kujishikamanisha na ulimwengu. Hapo ndipo uasi ulipofikia kilele chake. Na badala ya kutekeleza ujumbe wa malaika watatu, sasa tunatekeleza mipango ya UN. Na nitakupa mfano hapa nisionekane kama ni muasi. Sawa, kama mfumo umeasi, mimi ninasimama na Mungu. Na hiyo sina maana ya kwamba kanisa la Mungu limeasi. Mfumo, kanisa ni watu waaminifu wa Mungu. Mfumo ulianzishwa na Mungu kuwasaidia waaminifu hawa, watakatifu hawa, watekeleze kusudi la Mungu duniani. Kusudi la Mungu ni ujumbe wa malaika watatu tuliopewa. Kama kusudi hilo halitekelezwi, mfumo umeasi. Kwa nini nipepese macho, nitumie nguvu kuutetea mfumo wakati ukweli uko wazi, mfumo umeasi? Lakini imaanisha kwamba kanisa limeasi. Maana watu waaminifu katika zama zote wapo, hata sasa wapo miongoni mwa Waadventista wa Sabato. Na hao watakapoendelea kusimama imara ndio watakaojazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika baada ya sherehe ya Jumapili kutangazwa ulimwenguni. Ndio watakaowatumia hao kuhubiri onyo la mwisho kwa ulimwengu. Ujumbe ambao umeachwa na mfumo utahubiriwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Na hakutakuwa na kupepesa macho. Dhambi zote za kanisa la Rumi zitawekwa wazi. Ndipo rehema itakapofungwa baada ya ujumbe huo kukoma. Kwa hiyo tunatekeleza mipango ya UN. Kwa mfano, kumekuwa na vuguvugu tangu mwaka 1995 la women empowerment. Hii feminism, tuseme ukweli, imeingia kanisani. Yote hayo yapo ndani ya malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa, Sustainable Development Goals. Na sisi tunatekeleza. Shangaa hili. Tarehe 8 mwezi wa 3 ni siku ya wanawake duniani. Sabato ya kwanza ya mwezi wa 3 ni sabato ya wana wa kike katika kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni. Tumebadilisha tu lugha ya kwamba sisi hatuzungumzii usawa wa kijinsia. Lakini kusema ukweli, tunatekeleza mipango ya UN. Badala ya kutekeleza ujumbe wa malaika watatu, tunashughulika kutekeleza mipango ya UN. Kunakuwa na sabato za msisitizo za wana wa kike. Umewahi kujiuliza tunasisitiza nini? Sabato maalum ya wana wa kike ya msisitizo, tunasisitiza nini? Lakini jiulize hivi, kila Jumapili ya mwisho kama sikosei, ama ya kwanza, inategemea na kanisa, ya kila mwezi ni siku ya kufunga na kuomba kwa wanawake. Kuna majuma ya uamsho kwa wanawake. Hiki ni nini? Hutanielewa mpaka niseme hivi. Tusome Malaki sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6. Malaki 4:5 na 6 inasema, angalieni, nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na kuogofya. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9 ukurasa wa 16 paragrafu ya kwanza, nabii anasema hivi: Shetani ni mwanafunzi mwenye bidii wa maandiko. Anajua fika muda wake ni mchache, na anatafuta kila fursa
ili aweze kuipinga kazi ya Mungu duniani. Kwa hiyo shetani anajua Mungu ameahidi ile roho ya Elia itamwagwa duniani kuandaa watu kwa marejeo ya Yesu mara ya pili. Na shetani anajua fika ya kwamba Mungu anataka kuwainua wakina baba kusimama kama vichwa wa familia, kama wakuu wa mambo ya kiroho. Angalia hapa. Kwa nini imeandikwa hapa ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao? Hapa imeandikwa atageuza mioyo ya kina mama iwaelekee watoto wao. Mioyo ya kina baba. Wakina baba ndio makuhani wa familia. Wanaume mmekabidhiwa jukumu takatifu la kuhakikisha familia zenu zinaokolewa. Tangu vuguvugu hili lianze, wanawake ambao mara zote wako mstari wa mbele kiroho ndio wameamka zaidi kiroho. Wanaume wamedidimia chini. Utakubaliana nami ya kwamba katika familia nyingi ibada za familia zinasimamiwa na wanawake. Hilo sio kusudi la Mungu. Mungu anataka wakina baba warudi kusimamia wakuu wa mambo ya kiroho. Acha hizi wakina mama ambao ni single parent. Sawa, baba na mama na watoto wapo. Angalia familia yako katika mambo ya kiroho. Nani ni kichwa? Nani ni kichwa? Nani ni mwana maombi? Nani anakwenda kwenye mikutano mingi ya maombi kanisani kuliko mwenzake? Wakina baba, amkeni, mtafuteni Mungu, mrudieni Mungu. Tumeiacha njia. Mpango wa Mungu ni kumuinua mwanaume asimamie familia. Mwanaume akisimamia familia, mwanaume akisimama imara, mwanamke atainuka. Unajua tunasema kwamba wanawake wanakandamizwa, unyanyasaji wa kijinsia na hivi na hivi. Hiyo ni kwa sababu wanaume wanaoyafanya hayo kwa wanawake hawamjui Mungu. Na tunavyoendelea kuwainua wanawake na kuwadidimiza wanaume, hatutamaliza ukatili wa kijinsia. Ilipaswa tulishughulikia jambo hilo kwa utaratibu wa kiroho na sio kwa maelekezo ya UN. Roho ya nabii inasemaje katika hilo? Biblia inasemaje katika hilo? Mwanaume akiamka kiroho, akimjua Yesu, na kwa kuwa Yesu anamwambia anasema enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo anavyolipenda kanisa. Mwanaume akimjua Yesu atampenda mke wake, ukatili wa kijinsia hautakuwepo. Lakini kwa njia hii ya kupokea mipango ya Umoja wa Mataifa na kuanza kuitekeleza kanisani, hiyo ni kuchukua mipango ya dunia kwenda kuchukua kambi ya shetani na kutaka kuifanyia kazi kwenye kambi ya Yesu. Hakuna kiwango cha juu cha uasi wa kimfumo kama hicho. Ni kiwango cha juu kabisa cha uasi. Tumeacha ujumbe ambao ndio pillars of our faith. Lakini sikia, je, neno la Mungu linasapoti kitendo hiki cha kanisa letu kujifungamanisha na Umoja wa Mataifa? Je, roho ya unabii inasemaje? Katika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14 mpaka 18, neno la Mungu linasema, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu. Nami nitawakaribisha, nitakuwa kwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Biblia inakataa mpango huu kanisa kujiunga na Umoja wa Mataifa.
Neno linasema tokeni kati yao mkatengwe nao. Wale wajumbe ambao mnakwenda kwenye session mwaka huu 2025, kwa neema ya Yesu mkiipata hiyo nafasi, nendeni mkasimamie ukweli huu. Pazeni sauti ya kwamba kanisa lijiondoe Umoja wa Mataifa. Maana Mungu anasema tokeni kati yao mkatengwe nao. Tumemruhusu shetani kuingia sio sebuleni tu, kuingia mpaka chumbani na kufanya mfumo wa kanisa letu kufikia viwango vya juu vya uasi. Badala ya kutekeleza ujumbe wa malaika watatu, tunatekeleza mipango ya UN ya kuleta amani duniani, mipango ya UN ya uhuru wa kidini. Neno la Mungu linazungumzaje juu ya uhuru wa kidini? Roho ya unabii inasemaje juu ya uhuru wa kidini? Hayo hayakutosha kuyafuata, tunachukua maelekezo ya UN inasemaje juu ya uhuru wa kidini. Na UN unavyosema, kumbuka wanatekeleza mipango ya adui, ni kufunga mdomo wa Adventista wasihubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Hakuna namna jumbe hizo zitahubiriwa bila kuambiwa kwamba unatukana imani za watu wengine. Kanisa kwa kuhofia mamlaka na kuogopa, ndipo tunaambiwa tumhubiri Yesu. Tuhubiri tu Injili. Tuandae watu Yesu anakuja. Tusitaje habari ya mnyama, tunagusa imani za watu. Hakuna namna. There is no way. Ujumbe huu ni wa kufa ama kupona. Our message is a life and death message. Roho nabii imesema. Wajumbe wa mkutano mkuu, mnaenda kwenye session GC, kapazeni sauti zenu, kanisa lijiondoe Umoja wa Mataifa. Japo ninajua ni ngumu, na kwa sababu ya mifumo iliyopo, ukithubutu kusema unaondolewa kwenye nafasi yako, unafukuzwa kazi. Na kwa wengine, kwa sababu hatunaogopa, tunataka tuendelee kubaki na hizo privileges, niitwe kiongozi, niitwe mchungaji kwa sababu ya ajira na mshahara huu, ninaogopa kusema ukweli. Ole wangu maskini mimi nisipousema ukweli ambao Mungu ameufunua kwangu. Maana ukweli huu una thamani kubwa. Roho nabii inasemaje juu ya kujifungamanisha na ulimwengu? Kuna andiko la Ellen G. White katika Special Testimonies for Ministers and Workers namba 6. Inaandikwa kwa kifupi S kubwa, P ndogo, T kubwa, A kubwa, 06. Special Testimonies for Ministers and Workers namba 6. Kwa hiyo S kubwa, P ndogo, T kubwa, A ndogo, 06. Sura ya 4 paragrafu ya kwanza, nabii anasema hivi: ulimwengu haupaswi kuletwa ndani ya kanisa na kufungishwa ndoa na kanisa na kuunda kifungo cha umoja. Kupitia njia hii kanisa litakuwa limeasi kweli kweli, na kama ilivyoelezwa katika Ufunuo, ngome ya kila ndege mchafu na mwenye kuchukiza. Nabii amesema. Je, kwa kujifungamanisha na Umoja wa Mataifa hatujaileta dunia, ulimwengu ndani ya kanisa na kuufungisha ndoa? Je, shetani ameuteka mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato? Hajauteka. Na kama ameuteka, shetani ataruhusu ujumbe wa malaika watatu uhubiriwe? Shetani anazuia. Na kwa sababu hiyo, ujumbe huu, kusudi hili la uwepo wetu, message yetu imewekwa kando na tunatekeleza mipango ya Umoja wa Mataifa. Mfumo wa kanisa letu umeasi. Tena umeasi kweli kweli. Na kwa sababu hiyo, saa ipo, siku ipo, na siku inakuja Mungu atauacha mfumo, atawatumia watu waliowajaza Roho Mtakatifu. Kile ambacho tumeshindwa kukifanya sasa kitafanywa kwa wakati mgumu, kwa machozi, katika mateso na maumivu, lakini lazima ujumbe wa malaika watatu uhubiriwe. Kusudi la Mungu halitasimama, halitanyamazishwa. Kwa ile Mathayo sura 20 mstari wa 14, injili ya milele itahubiriwa kwa kila kiumbe ulimwenguni kote, na ule mwisho utakapokuja, sio mfumo huu kupeleka hiyo injili. Tunapeleka injili gani? Ya ujumbe hatuna. Tunapeleka ujumbe upi? Kwa hiyo lile fungu linamaanisha tukio lile la kilio kikuu. Kilio kikuu. Na huo ndio wakati Mungu atauacha mfumo, sio sasa kujitenga na mfumo. Yote haya na mengine mengi unayoyafahamu juu ya uasi wa mfumo hayatoshi kuwa na sababu ya kwamba sasa uache mfumo. Unaondoka, unaenda wapi? Kwa maelekezo ya nani?
Mimi sijaona nukuu ya roho ya unabii wala fungu linalonitaka nitoke kwenye huu mfumo. Nukuu zote ninazokutana nazo ziko nje ya muktadha wake. Tunatakiwa tubaki. Hoja ya msingi, andaa familia yako, jiandae wewe mwenyewe, fundisha ukweli huu. Wakikataa hapa, fundisha hapa. Wakikuzibia njia hii, tafuta njia nyingine. Mungu ana njia maelfu. Fundisha ukweli, hata tu kwa kununua vitabu na kugawa kwa watu. Kitabu cha Pambano Kuu, gawa kwa watu kama majani. Bado utakuwa umefanya kazi ya Mungu. Iandae familia yako kuelewa kweli hizi. Hiki ndicho kipindi cha pepeto linaendelea kanisani. Ndicho kipindi cha sealing kwa Waadventista wa Sabato, na ndio kipindi cha hukumu ya upelelezi kwa walio hai inayoanza kwa Waadventista wa Sabato. Unapoona Marekani harakati ya kutangaza sherehe ya Jumapili, ujue hukumu kwa walio hai inayoanza katika kanisa la Waadventista imeanza. Jumapili ikitangazwa, huku hukumu itakuwa imeshamalizika. Wengine wamekubaliwa, wengine wamekataliwa. Maandalizi tunayopaswa kuyafanya, kila dhambi iungamwe. Tumtafute Mungu kwa bidii kuliko wakati mwingine wowote. Ninakutia shime, uishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Ni ngumu, ni mapambano makali, ni vita, ni misukosuko. Usichague njia nyepesi. Hiyo njia ngumu, njia nyembamba, ndio njia aliyopita Yesu. Ukipita nyingine, unamfuata the wrong captain. Yesu amepita njia hiyo, tunapaswa kuipita. Simama na ukweli. Hujui ukweli wa sasa ni nini? Jifunze, omba, Mungu atakuongoza, alafu ukiujua fundisha na wengine. Mungu na akubariki kwa jina la Yesu. Amina. Baba mwema, mambo haya yanatisha kama nini, lakini hatuna mashaka unasimamia kazi yako. Hata hivyo, waliokuwa hawajui ya kwamba wanashiriki kuendeleza uasi wa kimfumo wanapopambania na kutekeleza mipango iliyo kinyume na mapenzi yako, na kama wametambua na amua kugeukia, bado rehema yako ipo. Tusaidie tusimame na imeandikwa, na tusisimame na hivi ndivyo usemavyo mfumo, bali hivi ndivyo asemavyo Bwana. Neema yako yatosha. Sifa na utukufu zikurudie kwa jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki.